Mjambo mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV Baraka, na kukaribisha rasmi kuweza kufuata taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, ambapo tutakuwa hapa mjini Baraka, hapo mjini Uvira, na hivyo tutakuwa na habari kutoka huko Maindombe ambapo watu 19 wauawa, ikiwa ni pamoja wanamgambo 5 katika shambulio la Mabondo huko kwa Mufu. Taarifa hii inaletwa kwenu na Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Karibu kuweza kufuata taarifa kamili. Habari kamili. Baraka. Kumekuwa na milio ya risasi karibu kila siku katika kata mbalimbali za mji wa Baraka, hali ambayo imewafanya wakazi wengi kuishi kwa hofu kubwa. Inadaiwa kuwa watu wanaofyatua risasi hizo kuwa ni wazalendo ambao wanahusika kufyatua risasi hizo bila sababu ya msingi. Hata hivyo, juhudi zetu Tukutane TV kuwafikia na kuzungumza na viongozi wa makundi hizo za kizalendo wamesema kwamba wamekanusha kusema kwamba si wao wanaohusika kuweza kufyatua risasi hovyo ndani ya mji wa Baraka. Hivyo kila mtu akitetea upande wake kwamba sio askari wake wanaohusika. Kwa upande mwingine, wananchi wanadai bila shaka kwamba ni wanaofyatua risasi hizo usiku na mchana ni wazalendo. Mpaka sasa serikali ndani ya mji wa Baraka haijaweza kuzungumza lolote wala kutamka lolote kwa raia. Baadhi ya raia tayari wameshajeruhiwa na risasi hizo ambazo zinafyatuliwa hovyo, na wengine wakipelekwa hospitalini wakiwa na presha kali kulingana na milio inayosikika usiku kama vile mchana. Tutoke hapa mjini Baraka mpendwa mtazamaji, tujielekeze hapo mjini Uvira ambapo hali imerejea kuwa tulivu mjini Uvira baada ya mapambano makali Jumapili jioni ya tariki 23 Novemba mwaka 2025 kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo, huku jeshi la taifa likishutumu wazalendo kwamba wao ni wazalendo bandia ambao wanaendelea kuhusika na vurugu hizo ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na jeshi la taifa FARDC, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumapili tariki 23 Novemba mwaka 2025. Jeshi la taifa FARDC limethibitisha kuwa kikosi chake kimeimarisha udhibiti wa maeneo yote yaliyoathirika, linaendelea na msako dhidi ya vikundi vilivyohusika katika uvunjifu wa amani. Kwa sasa shughuli za kawaida zimeanza kurejea, huku wakazi wakiripoti kupungua kwa milio ya risasi na kupatikana kwa utulivu kwa muda. Msemaji wa FARDC ndani ya operesheni Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini, Lieutenant Makamo Mbui Kalonji, amewahakikishia wananchi kuwa jeshi linaendelea kulinda usalama wa raia na mali zao, na ametoa wito kwa wakazi wa Uvira kuepuka kushiriki katika vikundi vyovyote vyenye silaha na kuvipa ushirikiano vyombo vya ulinzi na usalama. FARDC imeahidi kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi wa operesheni utakavyoendelea. Tutoke hapo mjini Uvira mpendwa mtazamaji, tujielekeze huko Maindombe ambapo watu 19 wauawa, ikiwa ni pamoja na wanamgambo 5 katika shambulio la Mabondo huko kwa Mufu. Watu 13 ikiwemo raia wameuawa kufuatia shambulio lililofanywa na wanamgambo wa Mabondo katika kijiji cha Nkana kilichopo katika eneo la kwa Mufu, jimbo la Maindombe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na jeshi la taifa FARDC, tukio hilo lilitolewa usiku wa kuamkia Jumapili ya tariki 23 Novemba mwaka 2025. Katika majibizano hayo, wanajeshi wa taifa FARDC waliweza kuuawa wanamgambo 5 kwa mrazi waliweza kuwaua wanamgambo 5 waliohusika na shambulio hilo. Wanamgambo wa Mabondo walitumia fursa ya uwepo mdogo wa jeshi la taifa FARDC katika maeneo hayo. Waliingia kijiji cha Nkana na kuua watu 13 wakiwemo watoto 3 walio chini ya umri wa miaka 5, kisha wakateketeza baadhi ya nyumba. Inasomeka katika taarifa iliyotolewa na kusainiwa na Kapteni Anthony Mwalushai, msemaji wa jeshi katika eneo hilo. Aidha, askari mmoja wa FARDC aliuawa katika mapigano hayo na mwingine alijeruhiwa, anaeleza taarifa hiyo. Kwa sasa hali imerudi kuwa tulivu baada ya kuwasili kwa kikosi cha jeshi la taifa FARDC kutoka kwa Mufu.
Jeshi linaendelea kufuatilia wanamgambo hao maeneo hayo ya porini. Tunakushukuru wewe mwaminifu wa matangazo yetu, na hapa ndipo tumefika mwisho wa makala yetu ya taarifa habari ya siku ya leo ya tariki 25 mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Usikose kusubscribe, kulike, kushare kazi zetu ili wengine wao wanapata taarifa kwa wakati. Tukutane katika taarifa zingine. Asanteni.